pale kuna kitu nataka kuongea sana. Wapi? Watu wengi. Nawe. Wewe tunasoma ndio na jambo la kusoma lakini wetu ndio twende. Lakini hakikisha inakuwa ya muhimu. Ni ya muhimu na nisije usikue. Sio nitoe kule. Tunaenda huku. Afu ndio kitu cha muhimu. Sasa twist hapa tunaenda mbali kidogo na wenzangu kwa. Sikia leo. Mimi mwanzo nina shida. So anafuta siposta. Nimeshindwa hadi kusoma. Unajua sijakuelewa. Toka tumefika hapa. Unazunguka tu shoga yangu. Kwani una nini? Na wewe makubwa. Nashindwa hata nikuelezee. Makubwa gani? Unakaba shoga? Mimi tena leo kuniuliza hilo. Hebu niambie. Sikia Rema, nakwambia hichi kitu kwa sababu najua sana kuamini, wewe ni rafiki yangu na hapa pote amina mtu ninayemwamini zaidi yako, sio unanielewa. Kwa nini ninavyokuambia hichi kitu changu? Hebu chukua kama vile ni chako. Usimwambie mtu yote, usimwambie rafiki yako yote. Aniambie kwanza. Lei, mimi mwenzi hapa ni nani? Nisikia vibaya au ndio ulichokisema? Sasa usikaje vibaya. Mimi mwenzi hapa ni mjamzito. Ishakuwa gani? Kwanza watu wasitakasikia. Sio nani? Una mimba. Ya nani? Ni mimba Siza. Yes, umewavuruga. Siza umeenda kumbebea. Kwamba umeshika kujizuia. Ni bahati mbaya rafiki yangu. Kila siku nakwambia nini? Kwa nini? Nimependa muda gani? Yaani mimba ni juzi ile nilivyokuambia sipo sawa. Nilienda hospitali nikapima nikamwambia mimba tayari na miezi miwili. Mama anajua? Hajui. Mama ataanzaje kujua? Mama tunamwambiaje lakini? Nadhani mama anamwambiaje kwa kazi. Sivyo yangu. Tunafanyaje? Yaani mwenyewe kwanza nimechanganyikiwa. Maana wewe Siza tangia juzi nimemtoa taarifa nini? Niashike simu, ajibu message. Najua message calls zangu anaziona lakini anirudi. Yaani nimechanganyikiwa kweli. Sielewi nafanya nini. Siza. Niliongea. Nilikwambia shoga yangu. Anyway, sio muda kulaumiana. Umetegemea kufanya nini baada ya kujua una mimba? Yaani baada ya kujua na mimba, mtu wa kwanza, kitu cha kwanza nilichofikiria ni kukuambia wewe leo. Sijamwambia mtu yote, sijafikia kitu chochote zaidi ya kukuambia wewe. Okay, ni weekend, ndio. Hapo shanivuruga. Sina muda ya kusoma tena. Fanya hivi. Turudi tukachukue vitu, tuondoke. Kafikirie, kawazi, waza kwa makini. Angalia maamuzi utakayoyafanya yasiwe na madhara. Sawa. Mpaka tukikutana Jumatatu kwenye kipindi. Baada ya kipindi tutaongea. Lakini uzingatie nilichokuambia Rema. I trust you. I believe on you. Usimwambie mtu yoyote. Yaani kati ya hii gathering yote mtu ambaye ninajua kumwambia kitu changu ni wewe. Kwa hiyo usije disappoint. Tutakuja Jumatatu waza kwa ajili yangu. Hebu fikia kama vile ni wewe savaki kitu changu. Usimwambie mtu yoyote please. Sawa yangu. Tukachukua vitu. Wewe yaani bora hata nimekuona shoga yangu. Yaani bora maana nitakufa. Hebu kwanza nenda bwana. Niende wapi shoga yangu? Mimi nimetoka huko na kufuata wewe. Niende wapi? Haya kipi kilichokuleta kwanza? Hebu sema haraka bwana. Sasa unanisikiza usikilize? Haya nakusikiliza. Nishaikupoa mimi. Sipoi. Nakujua haya kaa kwa makini na unisikilize. Haya. Nipo kwanza daftari. Yale ya kweli hayo. Maana wewe nakujua. Hivi unanichukuliaje? Haya. Tuishie hapo. Tuendelee. Shoga, unaona na daftari? Nitoka kusoma. Mambo ni mambo. Mambo gani? Jesse. Tuna Jesse wangapi? Ana mimba. Ana mimba? Unanishangaa tena. Yaani mimi ndo nani mpaka amepata hiyo mimba kwanza? Mapenzi mama.
Mama, hebu kwanza endelea maana na appointment nyingi hapa. Kwa hiyo ukimaliza kunipatia na mambo yangu mengine tena huko. Niambie vizuri. Sikiliza sasa. Tumetoka kusoma. Jesse akaniita pembeni akaniambia, "Ana nini? Mimba." Mimba ya nani? Caesar. Caesar huyu Fedia. Fedia. Haya, Kaya baranga. Sasa Caesar anamsaidia nini kwanza? Ndio hivyo ana mimba. Miezi hii 2. Mamake ajui. Babake ajui. Caesar mwenyewe hapokei simu. Usinichekeshe mimi. Habari wewe na alivyo mjanja. Habari ndio hiyo. Hapa sasa hivi kavurugwa balaa. Kwa hiyo ana maamuzi gani kwanza? Maamuzi atoe wapi? Yupo tu amekuja kuniomba ushauri, nikamwambia mimi sina cha kukushauri. Subiri nikawazi. Na mimi ndo nimetoka huko mguu 1 na 2 kwa udugu wangu. Nije nikupe taarifa. Hata wewe shoga yangu umeshindwa kumshauri. Sasa namshauri nini mtu kashapata yule? Mimi sina neno kwa kweli. Mimi nilitolea wapi mpaka nipate na uzoefu wa kushauri wengine? Ila wewe sikuwezaki. Bwana, nilitoa wapi mimba mimi? I say hiyo ni siri nzito kwa kweli. Yaani inahitaji moyo. Cha muhimu hapa. Hiyo siri najua mimi. Mimi nimekuja kwako. Sasa niasikie. Unanijua. Shoga yangu. Futi 100 sijafika huko. Unanijua. Usijali. Na kukana futi 100 tujaikutana. Usijali shoga yangu. Mimi tena. Ndio hivyo. Kama unavyonijua mimi shoga yangu. Kwanza usiongee sana, una appointment zako na njaa. Fanya unyanyuke unisindikize at least hata pale. Niondoke nyumbani kwetu. Shoga yangu wewe unapenda kutembea. Kutembea muhimu. Ndio hivyo. Mambo yashakuwa mambo. Wewe. Mbona pole? Nakula hata hiyo nimekula ninayo sasa mamangu. Kwa nini nadhani utakuwa unaishi bila kula? Kona nyumbani uli. Nakula sema ndio hivyo sasa sisikia mimi. Na unavyojiweka una mawazo shoga yangu. Haya niambie kwanza. Umefikia maamuzi gani? Kuhusu nini? Kuhusu nini? Unafanyaje? Unadhani hata sasa mimi nina mawazo. Mpaka tunazidi kuchanganyikiwa. Hiyo juzi tulipomaliza kuongea kazi, Caesar yule akanitafuta. Alivyonitafuta sasa asiruke. Mimba sio yake. Yaani karuka tena. Hivyo Caesar wako ana nini? Rafiki yangu Caesar amebadilika sana. Yaani sielewi. Kweli wanaume wote. Kwa hiyo mimi ninachokiwaza. Maana mama yeye juzi nimerudi. Naona kabi kashaanza kunishtukia. Alikwambiaje? Alinikuta nimelala ile jioni. Ananiulizaje? Shogangu vipi na wewe sasa kulala mchana yote hii? Nikamwambia mama tu niko sawa. Na hiyo miguu na hiyo michunusi sijui na nini. Mimi mama nipo sawa lakini tunamjua mama wangu mimi sio mtu akufuatilia sana. Kwa akaambia haya sawa tutakuona. Ishaanza kuwa kazi. Hapo ni miezi 2. Ikifika 6. Basi ongea huko nakula. Nakula leo lakini sasa hiyo hamu ya kula ninayo. Jitahidi tu ule. Mambo zenu kwanza dada. Wewe tena. Kama kawaida. Karibu. Unajua asante. Mambo Karibu. Unaendeleaje? Endelea vizuri mpenzi wangu sijui. Mimi karibu tu. Kwanza Jasi mimi na dukuduku na wewe show. Yaani wewe wakupata mimba usiniambie mimi Jasi. Wewe mimba gani? Kwanza sijaongea na nini naongea na huyu Jasi moya vipi? Ndio mimba gani unaizungumzia hapa? Kwanza acha watu ule unatuharibia mood ujue. Mimba ana mimba mbona ujue? Umeniambia wewe. Dada tusiharibiane sisi. Nikwambie Jasi umetoka huko ulikotoka umetukuta hapa. Jasi kama mimi nilikwambia wapi? Nani ukuniambia kuhusu? Nimekwambia wapi? Wewe unambea hivyo si mtu mzima wewe. Moja heshimu. Una shida gani? Kama kawaida yangu. Basi. Kitu kingine hili mkoje? Nitajua mwenyewe tulia. Una nini wewe? Usichanganye. Nataka shoga yangu. Nitajua. Inaonekana kweli wewe una mimba. Shoga yangu sasa fanya utakaloamua utajua mwenyewe. Mimi ngoja nikuache. Mimba yenyewe tena. Mara kwa mara ulilia, kifuani umenilalia. Ukijuta unayapitia yale ulopitia. Tena mara
ukijuta unayachukia yale ulopitia, eti kama mimi hujaona wakufanana naye. Hiyo kauli yogope sana hiyo.